kuanzia mahubiri yameanza hadi leo siku ya 8, Yesu kaendelea kuwa pamoja nasi. Kamtumie mtumishi wako kama chombo tumba ili wewe kwa mnenaji mkuu. Katupatie usikivu na Roho Mtakatifu ajaye kufundisha, akapatie kuwa pamoja nasi na kutufafanulia juu ya neno lako. Kwa pamoja nasi sote, ndivyo tuombavyo na kushukuru kwa pamoja nasi kupitia jina la Yesu Kristo, amen. Habari ya jioni. Namshukuru Mungu kwa ajili ya jioni ya leo na kwa ajili ya nafasi nyingine ambayo ametupatia ya kuweza kujumuika pamoja, kuendelea kuelekeza mwelekeo wetu kuvitazama visivyoonekana. Kwa hivyo nipende kuwashukuruni wote kwa kuendelea kujitokeza katika mikutano yetu hii. Tumemaliza juma la kwanza salama. Kwa neema ya Mungu leo tunalianza tena juma lingine la pili. Dr. asante sana kwa kuweza kufika. Mungu akubariki. Tulikuwa tunakusubiria kwa hamu na tunaamini hata kwa hili juma basi Mungu anacho kitu cha pekee cha kutuambia kuhusiana na afya zetu za kimwili, kwa sababu miili yetu ikiwa sawa na roho zetu pia zinakuwa sawa. Kwa hivyo jioni hii niwakaribishe wote, wale ambao mnatufikia kwa mara ya kwanza, karibuni sana. Na kwa namna ya pekee kama ambavyo tumekuwa tukifanya siku zote, tunahitaji tuweze kuwakaribisha kwa kuwapatia zawadi. Kwa hivyo ikiwa ndio mara yako ya kwanza kutufikia, nyosha tu mkono wako mahali ulipo na utapewa zawadi ya kitabu kama namna ya kukukaribisha. Asante sana, nimeona kuna mkono pale, asante sana, karibu sana. Kuna mkono pale, dada karibu, kaka karibu hapa. Karibuni sana, karibuni sana, tunafurahi kwa kutufikia siku ya leo. Karibuni sana, karibu kaka, dada pale karibu. Tunashukuru kwa kuchagua kuwa pamoja nasi siku ya leo, na Mungu awabariki sana. Na hata wale ambao mmeendelea kudumu kuwa pamoja nasi mpaka siku ya leo pia tunatambua kujitoa kwenu, tunatambua vile ambavyo mnathamini kushiriki pamoja nasi kujifunza neno la Mungu. Kwa hivyo karibuni na tuweze kusikia Mungu ana nini cha kutuambia jioni ya leo. Siku ya jana Mungu alikuwa nasi akituongoza katika somo lililokuwa linatuelekeza kukumbuka tulikotoka. Na tukaona njia ambayo Mungu aliweka ya kukumbuka tulikotoka ni ile ambayo tulisoma katika maandiko matakatifu, kuona ishara ambayo Mungu aliwapatia wanadamu ya ibada ya siku ya Sabato, siku ya saba ya juma. Na tukaona ya kwamba kila tunapoabudu siku ya Sabato inatukumbusha pale tulikotoka. Sisi ni nani? Ni watoto wa Mungu, tumeumbwa na Mungu, lakini zaidi ya kutuumba ametukomboa. Leo tunalo somo lingine ambalo ni mwendelezo wa kile ambacho tulijifunza siku ya jana, na somo letu linasema usidanganyike. Usidanganyike. Tunapoanza somo hili, hebu tupate kuomba. Mungu wetu wa mbinguni, muda huu tena tunahitaji kusikia sauti yako. Tunaomba Roho wako Mtakatifu ajae katika mioyo yetu, ashikilie bongo zetu, ili kwa dakika hizi chache ukweli wa milele ukapenye katika mioyo yetu, na mwisho wa neno hili ukatuvute kuweza kufanya maamuzi
ya kukuchagua wewe Bwana wa milele. Nitumie tu kama chombo. Ruhusu kwa dakika hizi chache ubinadamu wangu ukafe, uungu wako ukatawale, malaika wako watawale hapa, shetani na vibaraka wake tunawakemea katika jina lako Yesu Kristo, ili mwisho wa yote ukweli ulioukusudia ukafike katika mioyo yetu. Tumeomba kwa jina la Yesu, amen. Ni rahisi sana kuona jambo ambalo ni la kubuni au jambo ambalo linaweza lisiwe la kweli likakubalika, na hasa pale linapoelezwa na mtu ambaye ni maarufu. Inawezekana labda ana nguvu za kisiasa, au ana nguvu za kiuchumi, au ana nguvu za namna fulani. Na leo ninataka uelewe kuhusiana na namna ambavyo wanadamu tunaweza kudanganywa katika namna ya kushindwa kufuatilia kile ambacho tumeambiwa na ukweli ulio nyuma ya kile tulichoambiwa. Na miongoni mwa mambo ambayo yanakumbukwa katika karne nyingi zilizopita ni habari iliyokuwa ikihusiana na buibui. Takribani mwaka wa 350 kabla ya Kristo, kuna mwanafalsafa mmoja wa Kiyunani aliyeitwa Aristotle. Na Aristotle aliweza kuaminisha ulimwengu ya kwamba buibui ana miguu 6. Kwa hivyo takriban kwa karne zilizofuata 20 mbele, kila mmoja aliamini ya kwamba buibui ana miguu 6 kwa sababu ya kile ambacho Aristotle alikuwa amekisema. Hakuna aliyechukua hata muda wake wa kusema hebu ngoja nianze kuhesabu hii miguu ya buibui nigundue kwamba hivi kweli Aristotle alichokisema iko 6 ama vinginevyo. Hakuna aliyejali. Hakuna aliyekuwa na uwezo wa kudiriki kuweza kumpa changamoto huyu mwanafalsafa mkuu wa wakati huo. Lakini naelezwa baadaye alikuja kutokea mwanabiolojia mmoja aliyeitwa Lamarck, ambaye alikuwa ni mchunguzi wa viumbe hai, na katika uchunguzi wake aliweza kufanya uchunguzi na kubainisha ya kwamba buibui ana miguu 6, badala yake ana miguu 8. Kwa unaweza ukagundua vile ambavyo inaweza kutendeka kwamba kitu ambacho sio cha kweli kinaweza kusambaa na kuaminika kwa sababu tu kimesemwa na mtu fulani, na watu wakati fulani hata hawachukui muda wa kufuatilia. Wanasema kwa sababu amesema kiongozi fulani, au kwa sababu amesema mtu fulani ambaye ni maarufu, hakuna mtu anayeweza kujali. Kwa hiyo angalia kilichotokea hapa. Miaka mingi, karne nyingi zikapita, watu wanajua na wamefundishwa ya kwamba buibui ana miguu 6, lakini kumbe yuko na miguu 8. So tunapokuja katika neno la Mungu, kuna ukweli ambao umedhihirishwa katika neno la Mungu ambalo ni Biblia. Na siku zote tunapokuwa tukijifunza neno la Mungu, Biblia takatifu, niliwaambieni katika Yohana 17 na ule mstari wa 17, Biblia inasema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Neno la Mungu ndiyo kweli, Biblia ndiyo kweli, na chochote kile ambacho tunajifunza, chochote kile ambacho tunakisema katika mikutano hii ni lazima kiwe kimejengwa katika Biblia. Na maana kama hakijajengwa katika Biblia, hicho hakiwezi kuaminika. Sasa jana tulikuwa tukizungumzia kuhusiana na siku ambayo Mungu aliitenga kando. Tulikuwa tukizungumzia kuhusiana na siku ya 7 ya juma ambayo Mungu alielekeza wanadamu wote waweze kuwa na muda katika zile siku 7 za juma. Mungu alitenga siku moja ambayo alihitaji wanadamu waweze kupumzika, waweze kuacha shughuli zao, waweze kuelekeza mawazo yao kwa Mungu, waweze kuelekeza nia zao kwa Mungu. Lakini
Ukweli ni kwamba katika ulimwengu wetu wa leo kuna mamilioni ya watu ambao wanaabudu katika siku ya kwanza ya juma. Na sasa swali linakuja ya kwamba ni nini ukweli ulio nyuma ya hili? Ni nini kilitokea ambacho kimefanya watu wengi waweze kuabudu katika siku ya kwanza ya juma, yaani Jumapili, na wasiabudu katika siku ya 7 ya juma kama tulivyojifunza jana, vile ambavyo Biblia inasema. Na ninaamini ya kwamba unasikiliza ujumbe huu, na ninaamini ya kwamba umehudhuria katika mikutano hii kwa sababu unatamani kujua ukweli wa neno la Mungu, kwa sababu unatamani kujifunza na kujua ya kwamba je, kile ninachokiamini ama kile nilichokisikia ama kile ambacho ninakifanya kama desturi yangu ya kidini, je, kimejengwa katika neno la Mungu ama hapana? Sasa jana tulisema ya kwamba Sabato ni pumziko. Mungu alikusudia wanadamu aliowaumba pamoja na shughuli zote wawe na nafasi ya kupumzika. Na Mungu alitupatia hii siku maalum katika juma, siku ya Sabato, ambayo alituambia kwamba tunapopumzika siku hiyo na kumwabudu Mungu, tunakumbuka tulikotoka, tunakumbuka sisi ni viumbe, tunakumbuka yuko aliyetuumba, yuko anayetawala, yuko anayeongoza ulimwengu, na sisi hatuna mamlaka, sisi ni wategemezi kwa yeye aliyetuumba. Na hivyo Sabato tulisema kwamba sio siku yoyote tu, ni siku ya 7 ya juma. Na jana tulitazama ni siku gani hiyo ya 7 ya juma, na tukaona ya kwamba siku ya 7 ya juma ni Jumamosi. Na tulijifunza ya kwamba tukirejea katika kile ambacho Mungu alikisema tangu uumbaji, utaona ya kwamba inaendelea mpaka Yesu atakaporejea, na mpaka katika mbingu mpya na nchi mpya. Niruhusu nisome pamoja nawe katika kitabu kile cha Isaya sura ya 66 na ule mstari wa 23. Isaya 66 mstari wa 23, neno la Mungu linasema, na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, na Sabato hata Sabato, wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana. Sasa Isaya alikuwa kimsingi, Mungu amemfunulia kuona mambo ya usoni, vile ambavyo itakavyokuwa pale Mungu atakapokuwa amekamilisha mpango wake wa ukombozi, na pale watu waliokombolewa watakapoingia katika mbingu mpya na nchi mpya ambayo amewaandalia watu wake walioelekeza mwelekeo wao katika vile ambavyo katika ulimwengu wa sasa havionekani katika macho ya kawaida. Na anaona ya kwamba watu wa Mungu waliokombolewa kutoka katika kila kizazi, kutoka katika kila mahali, wale waliomwamini Yesu wakija kukutana na kumwabudu Mungu katika Yerusalemu mpya, katika mbingu mpya na nchi mpya, Sabato hadi Sabato. Wengi hawaabudu katika hii siku ya 7. Swali linakuja, kwa nini iko hivyo? Je, kuna mahali popote ambapo Mungu alibadilisha siku ya ibada kutoka siku ya 7 kwenda siku ya kwanza ya juma? Je, yupo aliyeibadilisha siku hii ya ibada? Na swali linakuja kwamba kwa nini watu wengi leo wanaadhimisha siku ya Jumapili kama siku ya Mungu ya ibada badala ya siku ya 7 kama siku ya Mungu ya ibada? Na swali linakuja kwamba je, wengi wanaweza kukosea? Napoendelea kujifunza neno la Mungu, nataka tuuelewe jambo hili. Katika neno la Mungu si swala la wengi wape, ila ni swala la nini Biblia inachokisema. Sasa jana nilikuambieni ya kwamba Mungu alitupatia ishara
ya kuonesha na ya kutukumbusha ya kwamba yeye ni Mungu wetu, yeye anatumiliki na sisi tunawajibika kwake. Naomba usome pamoja nami katika Ezekieli sura ya 20 na ule mstari wa 12. Ezekieli sura ya 20 mstari wa 12. Sikiliza kile ambacho Biblia inakisema: tena naliwapa sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao, wapate kujua ya kuwa mimi Bwana ndimi niwatakasaye. Kwa hiyo ukisoma hilo fungu linaweka wazi na kuonesha uhalisia ya kwamba Mungu aliweka sabato kama ishara ya kuonesha wazi ya kwamba yeye ndiye anayetutakasa, yeye ndiye anayetupa maisha mapya, yeye ndiye anayesamehe dhambi zetu, yeye ndiye anayetuweka huru. Na ndio sababu ukisoma Biblia yako kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo utagundua ya kwamba Biblia inaweka wazi ya kwamba sabato ni siku ya 7 ya juma. Hakuna mahali ambapo Biblia inaonyesha ya kwamba Mungu alibadilisha siku hii kutoka siku ya 7 kuipeleka kuwa siku ya kwanza ya juma. Maana wakati Mungu alipoiumba sayari hii dunia, aliweza kuumba vitu vyote na akakamilisha kila kitu. Na Biblia inasema baada ya kukamilisha kama kilele cha uumbaji wake, akapumzika na akaja katika muda ambao angeutumia pamoja na wanadamu. Na Biblia inaweka wazi ya kwamba Mungu alipokuwa akiwaelekeza wanadamu hata kipindi kile cha Musa, katika Kumbukumbu la Torati sura ya 4 na ule mstari wa 2, Biblia inasema wazi ya kwamba msiliongeze neno niwaamurulo, wala msilipunguze, mpate kuzishika amri za Bwana Mungu wenu niwaamuruzo. Kwa hiyo utagundua kwamba Mungu bado alielekeza watu wake ya kwamba neno lake libaki kama lilivyo, kwamba lisiongezwe wala lisipunguzwe. Na katika kitabu cha Zaburi sura ile ya 89 na ule mstari wa 34, Biblia inasema mimi sitalihalifu agano langu, sitalibadili neno lililotoka midomoni mwangu. Kwa unaona Mungu mwenyewe anasema hatolihalifu, hatabadilisha neno lililotoka katika kinywa chake. Kama alieleza katika neno lake linabaki kusimama milele zote. Kwa hivyo Yesu mwenyewe alizungumza ya kwamba dhamira yake ilikuwa ni kuitii sheria aliyoitoa katika mlima Sinai. Maana aliwaambia watu katika ile hotuba yake alipokuwepo hapa duniani, katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 5 na ule mstari wa 17, ya kwamba msizani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii. La, sikuja kutangua bali kufanya nini?
ni nukuu ambayo inatokana na huyu kardinali wa Kikatoliki aliyekuwa anaitwa James Gibbons. Yeye aliandika katika kitabu hiki ambacho kinaitwa Imani ya Baba Zetu, katika ukurasa wa 111, akisema maneno haya ya kwamba waweza kusoma Biblia tokea mwanzo hadi Ufunuo na hutapata mstari mmoja unaotoa mamlaka ya utakaso wa siku ya Jumapili. Maandiko yanasisitiza uadhimishaji wa Jumamosi. Sasa huyu sio Mwadventista wa Sabato, lakini ni kardinali wa Katoliki ambaye aliandika maneno hayo ya kuthibitisha ukweli huu. Lakini pia kuna huyu msomi mwingine aitwaye Clovis Chappell ambaye yeye ni Methodist, katika kitabu chake pia kiitwacho Kanuni 10 za Maisha, katika ukurasa wa 61, yeye anasema ya kwamba sababu ya kuadhimisha siku ya kwanza badala ya siku ya saba haina msingi katika amri yoyote. Mtu aweza kuchunguza maandiko bure kwa ajili ya kupata ushuhuda wa kubadilishwa toka siku ya saba hadi ya kwanza. Kwa lugha nyingine anachokisema hapa, unaweza ukachukua muda wako ukaanza kuisoma Biblia ili utafute sababu au utafute msingi wa mabadiliko hayo, na hautaona badiliko hilo mahali popote katika Biblia kwa maelezo yake. Kwa hiyo utagundua sasa kama Biblia inasema hivyo, lakini kama pia baadhi ya hawa wasomi wanaweza kueleza habari hii ya badiliko lililotokea kutoka siku kwamba siku ya Sabato ni siku ya saba ya juma, yani Jumamosi. Je, utunzaji wa siku ya kwanza ya juma, yani Jumapili, ulianzaje na ulitokea wapi? Sasa labda niseme tu jambo hili ya kwamba haya mabadiliko hayakuja mara moja. Ni jambo ambalo lilitokea hatua kwa hatua na baadaye ikawa kama sehemu ya mazoea ambayo yalikuwa yanaendelea, na hakuna mtu ambaye aliweza kuhoji wala kuuliza kwamba kwa nini iko hivi. Na labda nieleze miongoni mwa sababu zilizosababisha haya mabadiliko kutoka siku ya saba, yani Jumamosi, kwenda siku ya kwanza au ya Jumapili. Ni chuki iliyokuwepo baina ya Warumi na Wayahudi. Labda nieleze jambo hili kidogo. Wakati ambapo Yesu anazaliwa hapa duniani, ulimwengu ulikuwa ukitawaliwa na dola ya Kirumi. Kwa hiyo ufalme wa Kirumi ndio uliokuwa unatawala ulimwengu. Yesu alizaliwa wakati ambapo maana Yesu alizaliwa kwenye mazingira ya Kiyahudi, na wakati huo hata Palestina yenyewe ilikuwa chini ya utawala wa Warumi. Kwa hiyo Warumi walikuwa wakiwatawala pia Wayahudi, yani Palestina ilikuwa kama koloni la Wayahudi. Walikuwa wamefanikiwa kuteka maeneo mbalimbali, na kama sehemu ya kuteka, Wayahudi walikuwa wakifanya kila lililowezekana ili waweze kujiweka huru, wapate uhuru wao dhidi ya utawala wa Kirumi. Maana ulikuwa ukiwakandamiza, ulikuwa ukiwatoza kodi nyingi, na ulikuwa ukiwaweka katika namna ambayo hawana uhuru. Na ndio maana ukisoma historia utagundua kuanzia Wayahudi walianza kuleta kutengeneza, wanasema ni revolution, ili waweze kujiweka huru dhidi ya Warumi, na wakawa wanajaribu hayo mapinduzi mara kadhaa. Na utakuja kugundua kati ya mwaka wa 66 baada ya Kristo mpaka kwenda mwaka wa 70 baada ya Kristo, ndipo kuna vita kubwa iliyozuka ambayo ilikuwa ni vita kati ya Warumi na Wayahudi, kwa sababu Wayahudi walitaka wajiweke huru dhidi ya utawala wa Kirumi. Na ni vita hiyo ambayo ilipelekea Yerusalemu ilivamiwa, na ambayo ndio ilikuwa ni makao makuu ya Wayahudi, ilivamiwa. Na baada ya kuvamiwa, hekalu la Yerusalemu likabomolewa huo mwaka wa 70, ambacho ndicho Yesu alitabiri katika Mathayo sura ya 24 ya kwamba ombeni kukimbia kwenu kusiwe siku ya Sabato, utabiri wa kuangamizwa
kwa Yerusalemu. Kwa hiyo baada kwa hiyo utagundua kuwa kuna vita hii, na kulikuwa kuna uadui uliokuwepo kati ya Wayahudi na Warumi. Na sasa kumbuka ya kwamba Ukristo ulitokea au ulichipukia kutoka kwa Uyahudi, maana Yesu alizaliwa katika mazingira ya Kiyahudi. Kwa hivyo sasa, kwa sababu Ukristo ulichipukia kutoka kwa Wayahudi, na sasa kwa sababu Wayahudi pia na Warumi walikuwa na tofauti, kwa hiyo hawa Wakristo wakaanza kuwa katika mazingira ambayo sio salama, na wakaona ya kwamba kwa sababu ya uadui ulio kati ya Warumi na Wayahudi, wao wakiendelea pia kujihusisha katika utunzaji wa Sabato, wataonekana kama ni Wayahudi, kwa hiyo watakuwa katika mgogoro na Warumi. Kwa hiyo ukaona wakaanza kupunguza masharti ya kiibada ili wasije wakaingia katika huu mgogoro uliopo kati ya Wayahudi na Warumi. Na msomi huyu aitwaye Samuel Bakioki katika kitabu chake ambacho kinaitwa Pumziko la Kimbingu kwa Faida ya Kibinadamu, ukurasa wa 237, anasema kwamba dalili za muhimu zinaonyesha kwamba uadhimishaji wa Jumapili ulianza wakati huo huo pamoja na Jumapili ya Pasaka kama jaribio la kuhakikishia mamlaka ya Kirumi utofautisha kati ya Ukristo na Uyahudi. Kwa hiyo unaona tofauti hizi zilizokuwepo kati ya Wayahudi na Warumi. Kwa hiyo Wakristo wakaona kwamba wakiendelea kuitunza siku ya Sabato kama vile Wayahudi wafanyavyo, wataonekana wao pia wako pamoja na Wayahudi. Kwa hiyo wataingia katika mgogoro na serikali ya Kirumi. Kwa hiyo ilikuwa ni moja ya sababu. Kwa hiyo Ukristo ukaanza kuafifisha ibada ya kweli ya Mungu. Mitazamo ikaanza kubadilika. Nakumbuka unaposoma kitabu kile cha Warumi sura ile ya 11 na ule mstari wa 13, inaeleza vile ambavyo kanisa la Kikristo lilianzishwa huko Rumi, kwa sababu Warumi wengi walikuwa ni wapagani, walikuwa hawana mambo ya kidini. Rumi ilikuwa imejawa tu na ibada za kipagani ambazo zilikuwa hazihusiani kabisa na mambo ya Kikristo. Kwa hiyo ukisoma katika Warumi sura ya 11 na ule mstari wa 13, Biblia inasema, lakini nasema na ninyi mlio watu wa mataifa, basi kwa kadri nilivyo mtume wa watu wa mataifa, na itukuza huduma iliyo yangu. Kwa hiyo unaona Paulo anawaandikia Warumi, anawaita watu wa mataifa kwa sababu ya kwamba kulikuwa kuna Wakristo ambao walikuwa wanaanza kutoka katika Urumi wanajiunga na Ukristo, na walikuwa hawajaimarika bado kwa sababu ya hii migogoro iliyokuwepo, na wao wakaanza kuwa walegevu katika ibada. Sasa swali linakuja, kwa nini itoke Sabato, yani Jumamosi kwenda Jumapili, na sio siku nyingine yoyote ya juma? Kwa nini Jumapili? Kwa nini sio Jumatatu ama siku nyingine? Kama nilivyokuambia, Rumi ilikuwa imetawaliwa na upagani, na walikuwa na ibada nyingi ambazo zilikuwa sio za Mungu. Kwanza walikuwa na ibada za miungu, na miongoni mwa miungu iliyokuwa ikiabudiwa katika serikali ya Kirumi ilikuwa ni mungu aliyejulikana kama Mungu Jua, ambaye walikuwa wakiabudu na kuabudu jua. Na sio hiyo tu, Warumi walikuwa wamefikia sehemu kwamba hata wale wafalme wa Kirumi walikuwa wakiabudiwa kama miungu. Na miongoni mwa changamoto ambazo Wakristo wa awali walikabiliana nazo ni changamoto ya wao kulazimishwa waabudu wafalme kama miungu. Maana walifikia sehemu ya kwamba kwanza walianza kwamba ili mfalme aweze kufanywa kuwa mungu, ilikuwa wanasubiri kwanza afe, na akishakufa basi wanafanya itifaki zao za kumfanya awe mungu. Lakini waliona hiyo haitoshi, wakaanza kufanya ibada kwa wafalme wakiwa bado hai, na wanafanywa eti kuwa miungu. Kwa hiyo
Hii ilikuwa ni upagani ambao ulikuwa unaingia katika kanisa. Nakumbuka sasa katika Rumi, Paulo alienda kule kutembelea Rumi, lakini pia kanisa la Kikristo likawa limeanzishwa kule Rumi. Kwa hiyo kanisa liliendelea kukua kule Rumi, lakini unaona kwamba kukawa na hii pressure ya serikali ya Rumi kutaka kuona vile ambavyo Ukristo unaenenda. Kwa hiyo serikali ya Kirumi ikaanza kuingia taratibu katika dini ya Ukristo. Kwa karne kadha wa kadha, Jumapili ilisherekewa sio kama siku takatifu, bali kama sikukuu tu, kama sikukuu, na kwa sababu ya yule Mungu jua, na ndio maana utaona kwamba inaitwa Sunday, ikiwa ina mwelekeo wa Mungu jua. Sasa niruhusu nisome maneno machache hapa kwamba uone mwelekeo huu, kwamba baada ya hii serikali ya Kirumi kuanza kuingia katika Ukristo, nini kilitokea. Nasoma katika kitabu hiki kinachoitwa Kanuni za Kitume, kitabu cha 7, sura ya 23. Ninasoma tu haya mambo hapa. Nipo katika historia kuonesha vile historia inavyoeleza mabadiliko haya yalivyotokea. Katika kitabu anasema Wakristo hawakuwa peke yao ambao walikuwa wazembe na polepole, wakalegea katika imani yao. Mmomonyoko wa usafi wa kanisa la mitume ulisimama imara na dhahiri, lakini wakati kizazi cha pili na cha tatu cha Wakristo kilipokuja, tunaona kithibitisho cha kuridhiana na upagani pamoja na uasi. Yaani kwa lugha nyingine ni kwamba mwanzoni katika ile karne ya kwanza baada ya Yesu kupaa, utagundua kwamba waliendelea kuitunza Sabato, siku ya 7 ya juma. Kwa hiyo mpaka mwishoni mwa karne ya kwanza, hata Yesu anapotabiri kuangamizwa kwa Yerusalemu anasema ombeni kukimbia kwenu kusiwe siku ya Sabato. Utagundua mpaka karne ya kwanza inapokwenda kukamilika walikuwa wakiabudu katika siku ya 7. Lakini miaka ilivyokuwa inakwenda, ukianza hapa karne ya pili katikati kwenda karne ya 3, ndipo ambapo unaona sasa kukawa kuna haya makubaliano kati ya Ukristo na serikali ya Kirumi, ambapo ilifikia katika ule mwaka wa 321, wakati ambapo mfalme huyu wa Kirumi alikuwa akitawala aitwaye Konstantini. Aliweza kutoa tamko ambalo lilikuwa likielekeza katika hii siku ya kwanza ya juma. Katika kitabu kinachoitwa Historia ya Kanisa la Kikristo, toleo la 1902, hiki ni kitabu cha 3, ukurasa wa 380, na nataka uelewe tu hili la kwamba huyu Konstantini hakuwa Mkristo. Yeye alikuwa tu ni mtawala wa serikali, alikuwa ni mfalme katika serikali ya Kirumi, na akatoa tamko ile akisema kwamba katika siku ya kuheshimiwa ya jua, hebu wakuu na watu wakao kwenye majiji na miji wapumzike, hebu karakana zote zifungwe mashambani. Hata hivyo watu walio katika kilimo wanaweza kuendelea kwa uhuru, na kulingana na sheria waendelee tu na shughuli zao. Kwa hiyo unaona hapa ndipo akaanza kutangaza, na kukawa na mwelekeo ambao sasa unaona kwanza Jumapili ikaanza kupewa umuhimu, na ilipewa umuhimu pia kwa sababu ya kisiasa, kwa sababu huyu hakuwa mfalme, hakuwa mtu wa dini, alikuwa tu ni mfalme katika serikali. Kwa hiyo aliona kama Rumi itakuwa katika mwelekeo wa kuwa na dini ambayo ni moja, itasaidia ufalme wake na utawala wake uweze kuwa na nguvu. Na ndio sababu unaona akaanza kuingiza hizi taratibu ambazo zilikuwa zinaiinua siku ya kwanza ya juma, yani Jumapili, ikaanzwa kuinuliwa na kufanywa kuwa sehemu ya ibada, na ikawa kama sehemu pia ya kuwafanya wale waliokuwa wapagani ambao walikuwa sio Wakristo, kwa sababu walikuwa wakimwabudu Mungu jua, basi nao waweze kuona hata nikiwa Mkristo mbona bado ninaabudu katika mwelekeo ule wa siku hii ambayo tulikuwa tukiabudu Mungu jua. Hivyo historia inaweza ikaendelea na kuendelea na kuendelea. Sitaweza kueleza na kusoma dondoo zote, lakini niruhusu tu nikwambie ya kwamba ukisoma historia utagundua ya kwamba
baada ya muda huo kanisa likaanza kuhusiana na serikali, na kama matokeo kukawa kuna mafundisho ambayo hayakuwa na msingi katika Biblia. Na ndio maana ukisoma historia utagundua kwamba kuna wakati ambapo kulitokea na Wakristo ndani ya kanisa la Kirumi ambao walisema, mbona kanisa linafanya mambo ambayo hayaendani na Biblia? Na miongoni mwao aliitwa Martin Luther, ambaye ndiye mwanzilishi wa Lutheran. Na Martin Luther, baada ya kuona ya kwamba kanisa linashikilia mapokeo pamoja na Biblia, yani mapokeo na maanisha kwamba yale mambo ambayo hayawezi kuthibitishwa na neno la Mungu, kwa hiyo mapokeo na Biblia vikawa vimewekwa pamoja na mapokeo yakawa na nguvu kubwa. Lakini Martin Luther pamoja na watu wengine walioona hayo mabadiliko wakasema inabidi turejee katika Biblia, na Biblia peke yake ndiyo iwe kanuni yetu ya imani. Na ndio utagundua kwamba hicho ndio kilikuwa ni kipindi cha matengenezo, ambapo baadhi ya Wakristo katika kanisa la Rumi, na miongoni mwao Martin Luther na wenzake, wakasema turejee katika Biblia, na Biblia peke yake ndiyo iweze kuwa kiongozi wetu. Na hivyo wakati huo haikuwa rahisi. Ndio maana niko hapa kuambieni katika jioni ya leo, ni lazima tuchague neno la Mungu ambayo ni Biblia peke yake. Kwa sababu unaweza ukaona tu ni rahisi kufanya maamuzi ya kuchagua kile ambacho Biblia inakisema, lakini nataka nikwambie sio rahisi. Hata nikiona mtu ambaye bado anasita kufanya maamuzi na bado anawaza hivi, hili ni kweli ama sio, nataka nikwambie kuweza kuchagua kufuata neno la Mungu sio jambo rahisi, lakini ni uamuzi ambao ni bora kuliko uamuzi mwingine wowote. Utasoma historia utagundua kwamba baadhi yao wana matengenezo, wengine waliweza kuchomwa moto, waliweza kuuawa kwa sababu walisema sisi hatutafuata tamaduni, hatutafuata mapokeo, tutafuata neno la Mungu. Wakawa katika hatari, wakapoteza maisha yao kwa sababu waliamua kusimama katika neno la Mungu. Na katika jioni ya leo Mungu anatafuta mtu fulani hapa ambaye atasema ya kwamba mimi nitachagua kufuata kile ambacho Biblia inakisema. Chochote kile ambacho ninakisikia, chochote kile ambacho ninakiamini, nitachagua kufuata neno la Mungu. Mungu anatafuta watu kama hao. Na hivyo hao wana matengenezo wakaanza kufanya matengenezo, wakaanza kuleta changamoto, na wakasema sisi tutasimama katika neno la Mungu, tutalisimamia, tutalifuata wakati wote, hatutarudi nyuma. Jioni ya leo naweza kuwa na mengi ya kusema, lakini naomba tu kwa sababu ya muda niweze kuweka mambo haya sawa na kusema ya kwamba ukweli uko hivi, ya kwamba siku ya kwanza ya juma ama siku ya Jumapili, hakuna mahali popote ambapo Biblia imeidhinisha ya kwamba ilibadilishwa, isipokuwa tu ni hayo mabadiliko yaliyofanywa na wanadamu ambayo hayawezi kuthibitishwa na neno la Mungu. Hakuna mahali popote ambapo Biblia inaunga mkono hayo mabadiliko. Kimsingi siko hapa kujenga hoja ama kuleta kile ambacho kitakuwa kama kuafifisha imani ambayo mtu yuko nayo, lakini niko hapa kukuelekeza katika neno la Mungu. Katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 3 na ule mstari Mathayo sura ya 15 mstari wa 3 na wa 9, naomba tusome mahali hapo ili uelewe kitu gani ambacho Biblia inakisema. Mathayo 15 mstari wa 3 na mstari wa 9, sikiliza Biblia inachokisema. Akajibu akawaambia, mbona ninyi nanyi uihalifu amri ya Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu? Na kisha ule mstari wa 9 anasema, nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Sasa sikiliza Biblia inachokisema.
Wakati wa Yesu kulikuwa na hawa wazee wa Kiyahudi ambao walikuwa wakitanguliza mapokeo ya wazee ambayo yalikuwa hayana msingi katika neno la Mungu. Na miongoni mwa hayo mapokeo ilikuwa ni kwamba mtu akitaka kula chakula anatakiwa anawe mpaka kwenye kiwiko. Na walipoona wanafunzi hawafanyi hivyo, wakasema mbona wanafunzi wako wanakiuka? Na ndipo Yesu akasema, kwa nini ninyi mnafuata mapokeo na kuhalifu neno na kuhalifu sheria ya Mungu? Niko hapa kuambieni jioni ya leo kwamba mbele yetu upande mmoja kuna mapokeo, upande mwingine kuna Biblia. Je, wewe utaifuata nini? Je, wewe utamfuata Kristo na Biblia ama utafuata mapokeo ya mwanadamu? Nataka nikwambie, swala la Sabato si swala la namba, si swala la siku, ni swala la Bwana wako ni nani. Ni swala la ni nani ni Bwana wako. Je, ni Yesu ambaye ni Bwana wa Sabato ama ni wanadamu ambao walibadilisha na kuelekeza katika siku ya kwanza ya juma? Kwa hapa kuwatia moyo, tuchague kusimama katika neno la Mungu. Naomba nisome hii nukuu moja ya mwisho kabla sijahitimisha somo langu jioni ya leo, ambayo inaonesha historia na nukuu ambazo ni za hivi karibuni ambazo zinaonesha ili badiliko ambavyo lilifanyika. Na moja ya nukuu hizi ambazo nitakwenda kuzisoma inatoka katika gazeti ambalo liliandikwa na gazeti lilokuwa linajulikana kama la Mtakatifu Catherine, ambalo liliandikwa Mei 21 mwaka wa 1995. Ili gazeti liliandikwa likisema maneno haya ya kwamba pengine jambo la kujasiri kuliko yote, badiliko la kimapinduzi kuliko yote ambayo kanisa limepata kufanya lilitokea katika karne ya kwanza. Siku takatifu Sabato ilibadilishwa tokea Jumamosi hadi Jumapili, sio kutokana na maelekezo yoyote yaliyo katika maandiko, bali kutokana na kanisa lenyewe kuhisi uwezo wake lenyewe. Watu wanaodhani ya kwamba maandiko yanapaswa kuwa mamlaka pekee wanapaswa kwa uamuzi wa maana kabisa kuwa Waadventista wa Sabato na kuitunza Sabato takatifu. Jioni ya leo niko hapa kuambieni ukweli wa neno la Mungu uko wazi. Nimekueleza vile ambavyo ilitoka kuanzia Mungu alipoumba mpaka wakati wa wana wa Israeli, wakati wa Yesu Agano Jipya, na wakati wa mwisho, na unaona vile ambavyo mabadiliko yametokea. Jioni ya leo, je, utachagua kubaki katika neno la Mungu? Je, utachagua Biblia ama utachagua mapokeo ya wanadamu? Niko hapa kuambieni, Bwana anatafuta watu ambao watachagua kusimama katika neno la Mungu. Watu ambao watasema, sisi tutafuatilia kuona ya kwamba je, tunachokiamini kimejengwa katika neno la Mungu ama ni mambo yasiyoweza kuthibitishwa na neno la Mungu. Jioni ya leo ninamleta Yesu kwako, ambaye ndiye Bwana wa Sabato. Na nimewaambia hii ni zaidi ya siku. Hii inahusisha mahusiano yako na Mungu. Hii inahusisha kuchagua kumfuata Kristo ama kuchagua kuto kumfuata Kristo. Hii inahusisha kufuata mapenzi yake ama kutofuata mapenzi yake. Ndio maana Biblia inasema si kila aniitaye Bwana Bwana atakaye urithi ufalme wa mbinguni, ila yeye atendaye mapenzi ya Mungu. Jioni ya leo mimi ninachagua kufanya mapenzi ya Mungu. Ninachagua Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninachagua kutii neno la Mungu.
Ikiwa na wewe unachagua kama mimi kulifuata ili neno la Mungu tunapohitimisha ibada jioni hii, kwa nini usisimame pamoja nami tunapokwenda kuomba? Asante sana. Asante sana. Tunaposimama na tunapokwenda kuomba, niko hapa kumtambulisha Yesu. Nimeeleza yote niliyoweza kuyaeleza, lakini sijaweza kusema kila kitu. Lakini jambo la msingi ni hili, ni kuchagua kufanya mapenzi ya Mungu, kuchagua kumfuata Yesu na neno lake. Jioni ya leo ninao wito kwa mtu fulani ambaye anahitaji kumpa Yesu maisha yake, ambaye anahitaji kufuata ukweli wa neno la Mungu. Inawezekana umesikia kweli hizi tangu tulipoanza vipindi vyetu, na hata leo umesikia ukweli huu, na unaona Roho wa Mungu anakusukuma utoe maisha yako kwa ajili ya kumpokea awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Niko hapa kukuambia kuna nafasi kwa ajili yako ya kufanya maamuzi. Je, kuna mtu mmoja hapa anayesema, Yesu, mimi nahitaji kukuchagua. Nimesikia ukweli wa neno lako, ninahitaji uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninahitaji niweze kufuata ukweli wa Sabato. Ninahitaji nifuate ukweli wa Yesu. Kwa nini usinyooshe mkono wako mahali ulipo? Asante sana rafiki. Asante sana kaka. Mungu akubariki sana. Kwa nini usitembee tu hapa mbele, uje shike mkono wangu unapompa Yesu moyo wako? Asante kwa maamuzi unayoyafanya. Bwana anaita. Wakati wa kufanya maamuzi ni sasa. Usingoje kesho. Muda wako ni sasa. Muda wako ni sasa. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwenye tosha upita kina cha bahari ndefu, kuna nafasi Kalvari, nafasi kwa ajili yako. Japo wengi wamekuja, lakini nafasi yako iwazi. Jioni ya leo naenda kuomba. Kabla sijaomba, huenda kuna mtu hapa ambaye bado anasita kufanya maamuzi. Nataka nikwambie, ikiwa umesikia ukweli wa neno la Mungu na unasikia Roho Mtakatifu anakugusa uchague ukweli wa neno la Mungu, nafasi yako ni sasa. Yesu ananyosha mikono yake pale, anasema ninakuhitaji. Napokwenda kuomba, je, yuko mwingine ambaye anataka kuungana na kundi la watu ambao tayari wamekwisha kutoa maisha yao? Asanteni wote ambao mnaendelea kufanya maamuzi. Usisite. Yesu alikufa pale msalabani na watu wote wakimtazama, na leo anahitaji utoe maisha yako kwake. Naenda kuomba sasa, macho yakiwa yamefumbwa. Baba mtakatifu, Mungu wa mbinguni, asante kwa ajili ya neno lako takatifu. Asante kwa ajili ya kutuongoza kulitafakari hata jioni ya leo.
Ninakushukuru kwa vile ambavyo umeruhusu ukweli usikike katika masikio yetu. Lakini Bwana, hakuna anayeweza kushawishi mtu kufanya maamuzi isipokuwa wewe mwenyewe. Na ninajua kuna watu hapa ambao bado wanafanya maamuzi. Ninasihi Bwana, ukatende kazi yako katika mioyo yao. Asante kwa ajili ya ambao wamejitoa tayari. Mungu wangu, ninakusihi wapokee kwa mikono yako mikunjufu. Samehe dhambi zao, waandae kwa ajili ya ufalme wako. Na hata wale ambao wanaendelea kufanya maamuzi sasa, ninakusihi Baba, wote zungumza nasi katika namna ya kipekee ili tuchague kufuata neno lako. Jioni ya leo tunapomaliza ibada hii, hatutasahau kuomba kwa ajili ya wale waliofungwa katika mitego ya adui, wafungue katika mitego hiyo. Hatutasahau kuomba kwa ajili ya wagonjwa. Bwana, gusa wagonjwa walioko hapa, wape uponyaji wako. Hatutasahau kuomba kwa ajili ya wale wanaopitia changamoto za aina yoyote, iwe ni msongo wa mawazo, iwe ni changamoto za mahusiano, iwe ni changamoto za kiuchumi, iwe ni changamoto yoyote ile ambayo wanahitaji usaidizi wako, iwe ni mambo ya masomo. Bwana, ninakusihi ingilia kati. Tunapomaliza ibada hii, tutoke tukiwa na amani katika mioyo yetu, na zaidi ya yote tuandae kwa ajili ya ufalme wako unaokuja hivi karibuni. Asante Yesu kwa kuwa umesikia ombi letu. Asante kwa kuwa utatubariki, kwani ndivyo tumeomba kwa imani, kwa jina la Yesu Kristo. Amen.